Karibu katika Genesis to Revelation, kipindi cha 6. Mimi ni msimamizi wenu wa utafiti na leo tunasoma Genesis 6:1-22, hadithi ya Nuhu na neema ya Mungu katika kizazi kibaya. Tunaanza na kuomba. Bwana, fungua macho yetu tuyaone maajabu katika sheria yako. Soma pamoja nasi. Ikawa wanadamu walipoanza kuongezeka juu ya uso wa nchi na binti wakazaliwa kwao, wana wa Mungu wakawaona binti za wanadamu kuwa ni wazuri, nao wakawachukua kuwa wake zao, kila mmoja kama alivyopenda. Bwana akaona kuwa uovu wa mwanadamu umekuwa mkubwa duniani, na kila kusudi la mawazo ya moyo wake ni mbaya tu siku zote. Bwana akahuzunika moyoni mwake kwa kuwa amemuumba mwanadamu duniani. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Mwanzo wa sura ya 6 unatuonyesha dunia iliyojaa uovu. Wana wa Mungu ambao wanaweza kuwa ni uzao wa Sethi wakawaona binti za wanadamu, uzao wa Kaini, na kuwawa. Hii ilichangia kuongezeka kwa uovu. Mungu akasema, roho yangu haitabishana na mwanadamu milele, kwa maana yeye ni mwenye mwili, lakini siku zake zitakuwa miaka 120. Dunia ikajaa jeuri na uovu. Lakini katikati ya kizazi hiki kibaya, mtu mmoja akapata neema, Nuhu. Yeye alikuwa mtu mwenye haki, mkamilifu katika vizazi vyake, na alitembea na Mungu. Hebu tuangalie maelezo muhimu ambayo mara nyingi tunapita nayo bila kuyazingatia. Kwanza, Biblia inasema Mungu akahuzunika moyoni mwake. Hii si tu lugha ya kimfano, inaonyesha Mungu ana hisia za kweli juu ya dhambi. Pili, Nuhu hakuwa mkamilifu kwa maana ya kutokuwa na dhambi, bali alikuwa kamili katika vizazi vyake, maana yake alikuwa tofauti na wenzake wa wakati huo. Tatu, miaka 120 si mzee wa maisha ya mwanadamu, bali ni kipindi cha huruma ambacho Mungu aliwapa kabla ya gharika. Hii inaonyesha subira na huruma ya Mungu hata katika hukumu. Katika kifungu hiki tunaona mabadiliko makubwa ya kiteolojia. Kwanza ni badiliko la hukumu, uovu umefika kilele na Mungu anaamua kuuharibu mzima. Lakini pia tunaona neema, Nuhu anapata kibali si kwa sababu ana uwezo wake, bali kwa uchaguzi wa Mungu. Hii ni mfano wa kwanza wa neema katika Biblia. Pili, tunaona mwanzo wa mfumo wa agano. Mungu anaahidi kufanya agano na Nuhu, hii ni msingi wa miagano yote ya baadaye. Mwishowe, tunaona kazi ya wokovu kupitia familia moja, kama vile Yesu atakavyotuokoa sisi kupitia familia ya imani. Wanyamapori walijua kinachokuwa kinatokea. Walijua Adamu na Hawa hawakuwa wamefuata maagizo ya Mungu, na sasa waona uzao wao ukiongezeka katika uovu. Lakini pia walijua kuna mtu mmoja mwenye tofauti. Ninajua tungu za moyo za Muumba wetu. Anaona uovu wote unaoenea duniani na anahuzunika sana. Lakini naona mtu mmoja tofauti, Nuhu. Anatembea na Mungu kama vile Adamu alivyotembea awali. Ni ajabu. Wanadamu wamepewa baraka kubwa kuliko sisi, lakini wengi wao wamepotoka. Nuhu peke yake anaonyesha heshima kwa Muumba. Naona maandalizi ya jambo kubwa. Mungu anatengeneza njia ya wokovu kwa wale watakaosikia sauti yake. Hadithi ya Nuhu inatupatia mafunzo muhimu ya kisasa. Kwanza ni uwezekano wa kuishi kwa haki hata katika mazingira mabaya. Nuhu hakuwa na mazingira mazuri, lakini akachagua kutembea na Mungu. Pili, neema ya Mungu inaweza kutufikia hata tunapokuwa katika hali ngumu. Tatu, Mungu anazingatia watu binafsi hata wakati wa hukumu ya jumla. Kama vile alivyomhifadhi Nuhu, atatuhifadhi sisi pia tunapomtegemea. Mwishowe, tunapaswa kuomba kwa ajili ya kizazi chetu na kuitafuta neema ya Mungu kila siku. Tuombe pamoja. Bwana wa neema, tunakushukuru kwa mfano wa Nuhu. Kama vile ulivyompa neema yeye katika kizazi kibaya, tutupatie sisi pia neema ya kukutegemea. Tusaidie kuishi kwa haki katika mazingira yetu. Tuombee kizazi chetu na utuongeze katika maombi ya kuwaletea wengine kwako. Kwa jina la Yesu, amen.